Na tena ukome kumuita mwanaume wako. Yule ni mwanaume wangu mimi. Kwa hiyo utakubali dada kama umeachwa? Yule manyanya ni wa kwangu. Tena umeachwa hakutaki. Na ninaomba tu cha kukwambia. Uondoke uniache na wakwe zangu. Nijidai nao. Mimi ndo Mrs. Manyanya. Nafikiri inatosha kwa leo. Inabidi tukamkabidhi mkuu. Na vipi kuhusu mzigo wake? Kufikia kesho asubuhi tutakuwa tushamwekea kwenye akaunti yake ya benki. Sawa. Yeye ameweza kwenda. Akitoka Mungu inafuata mitungi ambayo ndo hii Mudi na jilaomba. Wewe vipi sasa hivi? Unakuja kwa tisha na unajua kabisa sinaga ratiba za vipindi vya usiku. Yaani, nimetoroka nyumbani mara moja, nikaenda kwa mdogo kuchukua mzigo, nikaja huku kwa mpenzi wangu. Karibu. Asante kipenzi, nimekumisi. Mimi sina yana, Debora wangu, hata mimi pia nimekumisi. Sio hivyo bwana baby, mimi nataka. Na wewe unataka hii? Kumbe na wewe mdau. Mimi nilikuwa sijuaga. Shika kama hata mimi nakutaka wewe. Tulia basi Debora. Mambo mazuri hayahitaji haraka. Umekula? Bana nataka nikafanya mpango hapa nikakununulia vichipsi, vipaja fulani vya mayonnaise na vipilipili kidogo, tunakuja hapa tunaenjoy, unashiba vizuri. Si unaelewa eh? Mimi nimeshakula nyumbani. Umeoga? Unajua kwenye masomo yetu haya tunafundishana kwenye reproduction kunataka mambo ya usafi. Unataka uende ukaoge upate maji ya baridi ya moto kidogo ili usafishe mwili tujilambe safi hapa chini. Bibi bwana, kwani uone kabisa mimi nimeshaoga na nimependeza. Mimi nipo tu kwa ajili yako. Unajua nimepiga mtungi hapa, kuna vijio chungu vijio gwado kidogo mdomoni. Hebu naomba nifanye kitu kimoja. Naenda hapo nje hapo kuona hivi kuna bomba la maji. Tafuta funguo nimeweka kwa chini, afungua nichotee maji ya kunywa, niletee.
Asa mbona umeweka maji wakati mimi nimekupa unga? Mimi ni maji, mimi samaki. Mimi niko nataka niangalie kishepu chako kinapopita pita. Paka msumbufu. Basi mimi nataka. Debora, unajua toka asubuhi mimi napiga mitungi ila sijala. Sasa kwa kuwa umekuja hapa, mimi ngoja nitoke hapa, nikainjike maharage huko, nitafute kama ni makani, nipulize moto, alafu nipike niunge nile, alafu tuendelee. Unaelewa? Baby bwana utanichelewesha. Si utakula hata baadaye. Mimi nimetoroka nyumbani mara moja tu na natakuwa nawe kurudi. Ndani wangu kuna joto wewe. Sasa ile joto mimi linanikera, linasumbua sana. So unajua hii mikapeti inahitaji iwe hewa. Kwa naomba kitu kimoja, naomba niende nikaoge, afu narudi. Debora, subiri kidogo. Yaani msema kweli mpenzi wa Mungu mimi naomba niseme kweli. Unajua unapokuja kwa teacher unatakiwa utoe taarifa. Kwa sababu mimi mwenyewe nakuwa najiandaa. Ushaona? Sasa umekuja hapa mimi nimekuta napiga mitungi yangu. Sasa mitungi yangu hii ni kama naendeleza mila na desturi kutoka kwa wahenga huko, mizimu kutoka Uzurumoni. Mimi nikipiga vitu vyangu huko chini huko hakusimami. Na hii nimelisi kutoka kwa babu. Sasa wewe unapokuja hapa unakuwa unaenda mila na desturi unakuwa unaziondoa. Mpaka dakika hii ninapokuambia mimi akili inataka, mwili unataka, lakini huko chini hakufanyi kazi. Asa wewe unanisaidiaje? Mimi nataka. Asa mimi sijui nitakusaidiaje. Labda tujaribu kukaimbia, uenda kakasimama kakafanya kazi. Lakini kasiposimama ndo hivyo, ndo tujaribu, sawa? Asimama dede yake, amuona Debora yake. Asimama dede yake, amuona Debora yake. Pepaka. Debora kaja amka. Simona, akisimami. Sio mimi, ni Aka. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunia ino dunia huku tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. ino dunia
hapa ni si fresh sasa. Asante, yani usingekuwepo sio hata ningefanyaje. Unajua hii TV nimeinunua leo siku ya 3. Nimeshindwa kuifunga, nimeiweka tu hapa. Maana kila nilikuwa namtafuta naomba anifungie TV, ananitajia bei kubwa balaa. Sijali. Unajua kuna wengine huwa ni tamaa tu. Unajua. Kwa hiyo kama una shida ndogo ndogo, hizi kazi ndogo ndogo kidogo mimi na ufundi kidogo na uweza. Aya, chukua la soda. Jirani. Mimi na wewe tena tuanze kusaidiana kwa pesa kweli? Chukua bwana, sasa utafanya kazi bure. Usijali bana. Mimi nimesaidia tu. Haya, asante. Hapo. Kuda dadadadeki. Hivi wewe, hivi umetumwa au kuna kitu unanitafuta? Labda uniambie leo tu bana, mimi kuna kitu nakutafuta. Hivi kwa nini kila sehemu naojaribu kukukwepa lazima utie miguu ndugu yangu? Hivi siku ile nilikuona ukasema ameniomba nimchotee maji. Leo nakukuta mpenzi wangu anatoka kwenye chumba chako tena katika mwendo wa slow motion wa mahaba. Halafu umeweka tu midomo umeachama. Hivi unanitafutia nini wewe msichana wewe? Wewe dada vipi? Mimi muomba tu anisaidie kufunga TV na kafunga TV kaondoka. Kuna chochote kilichotokea huko ndani? Kufunga TV wapi? Kwani wewe una kirema? Mikono si unayo? Au huyu mjumbe wa humu ana taarifa kwamba humu ndani kuna binti ni kirema? Na kwa nini kila siku ni mpenzi wangu tu ndo matukio yako na kukuta naye? Yaani mpenzi wangu, humu mwanaume ni mpenzi wangu peke yake. Halafu unanifanya mimi mjinga. Tulikuwa tunafunga TV tu wakati mpenzi wangu nakutana naye hapo anajipangusa kabisa, anajipepea na joto. Kuashiria ndani ametoka kufanya kazi kubwa. Halafu wewe unanifanya mimi sina akili. Tena cha ajabu na mlango mmefunga. Jinsia mbili tofauti mko ndani. Gusanisha hasi na chanya. Tunapata cheche. Unaniona mimi sina akili. Ndakupafunga. Tule majirani wa nyoko. Tule ndaku majirani saidieni. Toa koromero wewe. Wewe. Niache. Hebu mwachie bwana. Mwachie bwana. Wewe unamtetea, kumbe umeshahonjeshwa wewe. Unamtetea. Unamtetea na kuuliza. Niache. 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 Ninakwambia naomba uniachie. Yaani kumbe huyu ni mtego. Niache. Kwani imekuwaje shuga yetu? Pole. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa moyo. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa Kamata. Wewe kaka, mbona mboga ni nyingi hivi? Mimi nilikuwa nahitaji za 500 tu. Hapana, usio mwingi. Unaweza ukala mchana, ukala na jioni. Kamata mama. Sawa, asante. Asante kushukuru. Ya nini sasa hii? Ya mboga? Hapana bwana. Mimi sijakupa mchicha au mboga kwa sababu ya ulipe. Sawa? Hiyo pesa ambayo unataka unipe mimi, nenda kanulie nyanya, kitunguu na mafuta. Wende ukalosti vizuri, ule
ili uendelee kunawiri mama. Sawa? Sawa, asante. Wala ina shida kabisa. Samani. Kuna kitu kimoja hapa nataka nikifanye kama hutojali. Kama tichi kiasi kidogo. Pesa ya nini mimi? Wewe sio nini? Unaona hii shilingi 3000 nakupa. Uende ukanunue kipaja cha kuku kwa Mangi. Ukishanosa kile kipaja cha kuku ili upate nafasi ya kusukumia mchicha. Ukila ugali peke yake na mchicha, hauwezi kanoga, hauwezi kuwa sawa. Kwa ukienda kununua kipaja cha kuku, unakwenda kuenjoy katika ulaji wako wa chakula, ubalance namna ya kula vyakula vyako. Kama hata mama. Asante. Naendelea kuenjoy na kufurahi sana kusikia neno asante. Unajua hichi nimekutunuku kwa sababu ni mtu ambaye nimekukubali sana katika maisha yangu. Huwa sifanyi tu kwa watu from nowhere, si huyu si nampa, hapana. Mimi ni mtu safi sana. Huwa nafanya kwa ajili ya upendo. Kwa hiyo mimi ni mtu safi kabisa. Ila kaka una vituko. Lakini unakumbuka imefika shilingi ngapi? Ulinipatia 3000. Hapana, sio 3000. Ile siku ya kwanza ilikuwa kweli 3000, lakini leo hii mboga shilingi 1000 na hichi kiasi ambacho nimekupa jumla ni shilingi 3000. Kwa hiyo sasa hesabu inasoma 7000. Wewe kaka, kumbe unahesabu? Kuhesabu ni muhimu kwa sababu mali bila daftari huisha bila habari. Alafu hizi mambo lazima uzitie katika mfumo wa bajeti. Kwa bila bajeti lazima utafeli. Ila kinachonifurahisha sana kutoka kwako, una kumbukumbu sana. Karibu sana kwenye maa yangu. Shule inayofunza mema na mabaya dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione. Wewe imekuwaje umeingia ndani bila ruhusa yangu? Yaani mimi leo naongea na Manyanya kwa kujibaiba. Yaani leo Manyanya unashindwa kuongea na mimi kwa sababu eti ya mwanamke mwingine. Unajua nini Manyanya? Mimi natamani hii ingekuwa ndoto. Yaani niwe naota. Na ningeamka ningekemea kama sio kusali na kufunga kwa sababu ni ndoto ambayo inatisha na kuogopesha. Unajua kuna wakati nakumbuka since day one ambayo uliniapproach, ukaniambia kwamba unanipenda, ukaingia kwenye maisha yangu. Manyanya, wewe ndio umenifanya niajue mapenzi. Wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza. Inanitesa mno. Unajua nilipofikia, sioni mwanga, sioni ndoto, sioni future, naona giza. Kadri ninavyojaribu kupapasa sioni hata wao. Yaani hata ule uafadhali sioni. Manyanya, mimi niliamini tutakuja kutengana. Niliamini. Lakini sio kutenganishwa na mwanamke. Niliamini kifo ndio kitakachotutenganisha. Ngoja tu nikwambie ukweli. Na naamini unajua. Manyanya, mimi siwezi bila wewe. Nilichagua wewe katika wote. Nilisema Violet, mimi ni wa Manyanya na nimemaliza. Ngoja nikwambie Manyanya. Mimi naamini mimi ndo mwanamke pekee ambaye nilikupenda kweli. Kwa sababu hata sasa hivi mtu akiniuliza nilikupendea nini wewe, sijui. Sijui hata nilikupendea nini. Kwa hiyo nilikupenda bila sababu.
kwangu nilichukulia kama zawadi. Mungu aliamua kunipa. Yaani ni kama Mungu aliamua kunipa manyanya. Wewe wa kwangu. Basi. Manyanya. Mimi nipo. Wakati wowote, saa yoyote, utakapojisikia na umuhimu kwenye maisha yako unanihitaji. Nipo. Nakusubiri. Okay. By the way, sorry. Mimi sikuja kwa ajili ya kukuharibia siku yako. Nilikuja kukuaga. Kweli. Uko sawa kweli? Mbona kama uko sawa? Okay. Au kuna mtu amekukela? Unajua mimi sipendi mtu akukwaze. Mimi na mwanangu tunakutegemea sana. Aya, kama kweli uko sawa na mimi sijakukera na kuna mtu yoyote alokukera, nipige busu msafirisho ili mimi niamini kama mimi ndo mke wako pekee kuliko wanawake wote duniani. Aya, nisafirishe. Chris Bando ni kitonga mno. Oya. Yaani ukiwa na line ya Halotel tu unapata GB 10 kwa gharama 10,000 tu na kuendelea. Lakini pia usisahau GB 10 hizo hizo zina uwezo wa kudumu kwa muda usiyepungua miezi 8. Sisi tunamwamini. Wewe unasubiri nini? Utaratibu uko hivi, unalipia then ndio unaungwa. Kwa uaminifu mkubwa jamani. Chris Bando ana namba 4 lakini sisi leo tutatumia namba 2 tu. Hizo namba ni hizi. 0717 04 80 48. Then utapiga tena kwa namba nyingine 07 85 73 63 61. Make sure jina linatoka Christopher Ruoga. Jamani, Chris Bando ni hivi. Kitonga mno. Huku tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia
hii ndo dunia. Dunia, hii ndo dunia. Yeah, hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo. Kurudi home unachelewa, nyamwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia